Habari ya usiku wa leo msikilizaji wa Radio Free Africa. Karibu sana kwenye Je unasemaje siku ya leo. Uko nami Dennis Mwasalanga. Kipindi huandaliwa pamoja kati yangu Dennis pamoja na mwenzangu Froza Muhando. Karibu leo tena tunahoji je unasemaje kuhusu changamoto ya ajira ambayo inawakabili vijana. Je tutatokaje? Karibu sana usikilize mjadala huu, kisha maoni yako yaelekeze kwenye mitandao ya kijamii ya Radio Free Africa vile @Dennis Mwasalanga. Na sasa tuanze mahojiano na mmoja wa wataalamu ambaye yeye ana uzoefu katika swala la ajira, na pale baadaye atazungumza zaidi kuhusu ajira jumuishi. Karibu sana. Mimi kwa majina naitwa Jonas Lubago, ni katibu mkuu shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania, ambalo ni shirikisho linaloviunganisha vyama na taasisi zinazopigania haki na ustawi wa watu wenye ulemavu hapa nchini. Na swala la ajira ni hoja mojawapo tunazozishughulikia kwenye eneo letu la watu wenye ulemavu, lakini tukiwa tuna mtazamo mpana wa ajenda ya ajira kwa vijana na Watanzania kwa ule ujumla wake. Kwa hiyo uchambuzi wetu ni mpana na ni jumuishi. Tatizo mnaloliona la ajira, yani ninyi kabla ya kwenda kwenye ajira jumuishi kama ambavyo umesema mnashughulikia kwa ujumla Tanzania, yani mkisikia ajira ninyi mnapata picha gani? Nakushukuru sana kwa hilo swali zuri sana, maana linatafuta perspective, mtazamo tunalichukuliaje swala la ajira. Lakini hili si swala la maoni binafsi ya mtu, ni swala la kila mtu. Tunatakiwa kuwa na uelewa unaofanana. Tunaposema ajira tunamaanisha nini? Ajira kwa vijana tunamaanisha nini? Sisi tunaliona swala la ajira kama lina pande kadhaa. Sehemu ya kwanza ni mahitaji ya watu kuingia kwenye ajira rasmi. Hapo sasa unahitaji vyeti, unahitaji uwe na sifa fulani, unahitaji uzoefu, umesomea nini na nini na nini. Lakini kuna swala la ajira isiyo rasmi. Huko sasa ni kwenye kilimo na shughuli zingine za biashara. Hizo nazo zinahitaji mambo yake ambayo ili ufanye vizuri huko nako lazima kuna vitu vinahitajika. Kunahitajika sera, kunahitajika taratibu fulani, kunahitajika mitaji na nyenzo mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza ajira isiyo rasmi au ajira zile za kujiajiri wenyewe. Sasa kwa sababu wanaotafuta ajira ni watu wote, sheria yetu inawaruhusu watu wenye umri fulani kuanzia miaka 15 na kwenda mbele kwamba wanaweza kaajiriwa. Lakini ili kuondokana na dhana kwamba hii ni ajira ya watoto na nini, angalau kuanzia miaka 18 kwenda mbele zaidi. Katika hili kundi la vijana ambao ni miaka 18 mpaka 35, hili ndio kundi ambalo linakabiliana na uhaba mkubwa zaidi wa ajira. Na ndio maana hata viongozi wetu wanasema ni lazima kuweka mitazamo, lazima kuweka mifumo inayosaidia kundi hili kuajiriwa na kundi hili kujiajiri au kujipatia kipato. Kwa sababu ni kundi hatarishi sana kama likiachwa tu likawa linaelea hawajui cha kufanya, wakiamka asubuhi huko vijiweni, hawa wanaweza siku moja akaja kaleta tatizo. Kwa sababu ni vijana, ni rahisi kuhamasisha, ni rahisi kujihamasisha hata wao wenyewe. Wakati mwingine vijana wana uthubutu mwingi. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini hata bila kwenda kote huko, nguvu kazi number 1 inayotegemewa kuliendesha taifa ni hiyo age inayosema hiyo 18 mpaka 35 au 18 mpaka 40, 15 mpaka 49. Hiyo ndio nguvu kazi ambayo watu wanahesabu hata kwenye hizi tunapofanya uchambuzi wa rasilimali watu. Sasa bila kufanya mikakati mahususi ya kulifanya kundi hili liwe la uzalishaji, liweze kuchangia uchumi wa taifa, waweze kujiajiri, waweze kuendesha familia zao, tutakuwa kwa kweli taifa hilo alijipangi kusonga mbele na kunatengeneza alichokiita mtu mmoja bomu ambao liko tayari kufiatuka au kulipuka na kuleta madhara kwenye jamii. Hapo ulipoishia kwenye bomu ambalo linaweza likalipuka, kauli ya aliyekuwa waziri mkuu
serikali awamu ya 4, Mheshimiwa Edward Lowassa Ngoyai huyu. Hapo sasa ulichosema inahitajika mikakati. Tunaitoaje serikali kwenye lawama ya kufeli ama kusuasua kuweka mikakati ambayo ingewaepusha na hii lawama kutoka kwa vijana ambao wao wanaona serikali imeshindwa kwa support. Wamekuwa ni vifaranga ambao wanajitafutia chakula, alafu serikali inaibuka pale ambapo inawataka wachangie. Nashukuru. Mimi sisemi kwamba ni nani kwa kumlaumu au ni nani yuko nje ya lawama, lakini ninachosema kila mdau ana nafasi yake kupunguza au kushughulika na ajira kwa vijana. Ni kweli serikali ina nafasi kubwa zaidi, kwa sababu serikali kwanza inatakiwa iajiri kwa uwezo au kwa nafasi zilizopo, inatakiwa iajiri. Hiyo ni pointi ya kwanza. Serikali inatakiwa kuweka sera na sheria na taratibu za kulinda ajira kwa vijana, na wakati mwingine kuondoa masharti ambayo ni kandamizi kwa vijana. Unapoweka uzoefu, unapoweka elimu nyingi, unapoweka taratibu ngumu za usaili kana kwamba unatafuta mfanyakazi kama malaika wakati kazi yenyewe ni kazi za kawaida, hizo inakuwa ni kwa hiyo serikali inatakiwa kuweka taratibu za kulinda vitu hivi, lakini pia kuwa na vyombo vya kusimamia mambo ya ajira, mambo ya kazi na migogoro kwenye maeneo ya kazi na nini. Lakini upande wa pili kuna wadau, kuna makampuni, kuna mashirika ya kiraia, kuna vyombo vya habari, kuna mtu binafsi mmoja ambao tunaita ni sekta binafsi. Hiyo sasa niseme pengine inatakiwa kuwa na mchango mkubwa kuliko hata serikali, sababu sekta binafsi ndio kubwa maeneo yote, nchi zote hizi. Sekta binafsi ndio sekta kubwa inayotakiwa kuajiri watu wengi zaidi. Lakini sisi huwa kama tulilewa hivi, mtu popote alipo anaamini ni serikali ya kufanya, lakini kumbe unatakiwa wewe binafsi uwe na jambo ulifanye, alafu serikali nayo ifanye sehemu yake, lakini na sekta binafsi nayo ifanye sehemu yake. Kwa sababu makampuni ya biashara yanayofanya biashara mbalimbali, makampuni ya ujenzi, viwanda, unavyoviona viwanda vingi hivi vyote viko kwenye sekta binafsi, lakini na fursa za kibiashara za kujiajiri, zote zile zinatakiwa kufanya mchango. Mwisho wa siku kila kijana awe na mahali ambako anajishughulisha na shughuli zake za kila siku. Ndio hicho ninachosema. Kwa upande wa serikali ni miundombinu, ni sera, ni miongozo, ni usimamizi, ni uratibu. Lakini pia serikali inatakiwa kuweka na mitaji. Mitaji yenye masharti nafuu, mikopo yenye masharti nafuu, watu wakope, wasimamiwe, warejeshe. Lakini jingine la serikali ni kwenye mafunzo. Lazima serikali iwe na wataalamu. Kama hatuna wataalamu nchini, tafuteni wataalamu duniani huko waje watufundishe vitu mbalimbali, kutengeneza mashine ndogo. Miaka ya nyuma hapa tulikuwa tunaagiza hata njiti za kutokonolea meno kutoka nje. Toilet paper tunatoa nje. Vitu vya kawaida ambavyo tunavitumia kila siku majumbani, tunatoa vitambaa vya kufuta jasho tunatoa nje. Kumbe serikali ingeweza kuweka teknolojia, watu wakana viwanda vidogo kwenye majumba yao, kwenye maeneo yao mbalimbali, wanatengeneza vitu mbalimbali, wana supply. Kuna hizi au wanaonunua vitu vya kama lebo, wanaonunua vifungashio, wanaohitaji, viko bidhaa nyingi sana ambazo zinahitaji serikali iwe imeweka msisitizo wa teknolojia, msisitizo wa mafunzo, ili vijana wengi wawe wabunifu, waweze kuchungulia kwenye jamii yangu sasa hivi kuna nini naweza nikafanya ambacho hakitashindana na mwenzangu. Kwa sababu shida kubwa tulionayo, vijana na ngoja kuona mwenzangu kaendesha bodaboda na yeye anaenda kwenye bodaboda, mwenzangu kafungua kaduka na mimi nafungua kwa, mwenzangu ana mkokoteni kuuza maji na mimi naanzisha huo. Tuna tabia ya kuiga, yani ya kukopi. Unaangalia chofanya mwenzako unakopi, mwisho wa siku hata kama mwenzako alifanya akapata faida, lakini kwa sababu alikuwa peke yake, sasa mmekuwa wawili watatu, soko mmeligawana, faida inakuwa hamna, mwisho wa siku anakata tamaa. Kwa hiyo hoja ya kwanza kwa mtu binafsi ni ubunifu, lakini ubunifu hauji hivi. Lazima mtu msaidie kulishape ni wazo lake, ugundua na wazo gani, ulishughulikie, msaidie, umuongoze mpaka mwisho wa siku aibuke na kitu ambacho kinaweza kuleta tija katika kazi anayotaka kuifanya. Magwiji wa elimu, wachambuzi wa elimu wanauchambua mfumo wa elimu yetu kwamba haujakidhi vigezo vya Watanzania ama kuifikia Tanzania tunayoitaka. Ukipewa nafasi ya nini kifanyike? Sasa hivi utatuambia nini kifanyike ili elimu ambayo inalalamikiwa
ijibu changamoto ambazo nyingi zinatunyima fursa vijana za kupata ajira, elimu tunayoitaka. Nini maoni yako hapa? Nini kifanyike? Sana sana wajikite hapo kwenye nini kinaweza kufanyika kuokoa vijana. Nashukuru. Nalo ni jambo zuri na ni sehemu ngumu, kwa sababu unajua mfumo wa elimu tunaozungumza huu ni sehemu ya utamaduni wa taifa. Sasa utamaduni si jambo la ghafla kulibadilisha ukachukua mwelekeo kila siku ukachukua huko kwenda huko ndiko. Lakini kinachoweza kufanyika, mimi nadhani tunahitaji kujifunza kwa wenzetu. Shida sisi watu tumejifungia sana hapa ndani. Atualiki watu wanaotoka nje, kwa mfano tukasema hebu tutafute watu wa kutoka Korea Kusini, wanafanya vitu gani huko, waje na teknolojia zao hapa wasaidiane na vijana wetu. Hebu tutafute wa China waje hapa tushirikiane nao. Hebu tutafute Afrika Kusini. Mimi nadhani tunahitaji kuchungulia duniani. Sisi hapa watu tunaambia mbunifu. Hivi unajua ubunifu, kama nilivyosema, ubunifu sio ndoto, hauji hivi. Yaani ubunifu lazima ni wazo limeanzia mahala. Sasa hilo linahitaji kulimenta, liweze kugrow, liweze kukua hilo wazo na liweze kuja na tija. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ni kuangalia wenzetu maeneo mengine wanafanya nini, na hata pengine kuchukua wataalamu kutoka huko waje hapa, serikali ije iwalipe watu hapa, weka VETA. Nikienda kwenye vyuo vya VETA ndivyo nitakuta Wachina wangapi ambao wanaweza kufundisha vijana kutengeneza hata mashine za kupampu maji. Vijana wanaweza kusuka mota. Vijana wanaweza kufanya mashine vipuli vidogo vinavyohitajika kwenye mahitaji yetu ya kila siku hapo. Unaona? Hawapo. Kwa hiyo lazima tutafute ujanja wa kuwaleta hawa waje wasaidie na wataalamu walioko hapa nchini kwa control na kuwalea. Lakini jambo lingine, kazi yote ya biashara hasa kwa vijana au kazi ya uzalishaji mali kwa vijana, kwa kweli inahitaji kuilea. Mimi nadhani tunahitaji kuwa na programu inayolea hizi shughuli za uzalishaji mali kwa vijana. Kama ni kilimo, lazima kuwe na programu inayowalea ambayo imewapa mitaji, inawasimamia. Siku hiyo msimu umekuwa mbaya, amekuwa losi, imwape mtaji mwingine, iende kwa mentor, ndio kwa Kiingereza nasema kwa mentor vijana. Lakini kuwe na hata kwenye programu zingine za biashara. Unajua kijana kwa mfano sasa kwenye halmashauri zetu, wanapewa mitaji ya ile 10% vijana kina mama na wenye ulemavu. Lakini hakuna hata mtu mmoja anawapa elimu kwamba hivi ufanye biashara upate faida, ufanye hivi ufanye hivi. Sasa elimu ile ya biashara ya ujasiriamali tena ambayo ni endelevu itolewe sambamba na kuzilea hizo biashara zitakazokuwa zimeanzishwa ili zitengeneze faida, zirejeshe mtaji na zenyewe ziweze kukua, zisiishie kuwa ni biashara ndogo, ziendelee kukua na kukua na kukua. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine. Lakini kuna component kubwa ambacho ninachosema mimi mara nyingi. Tunapa vijana mitaji, lakini kijana yule tayari nyumbani hana ugali wa siku hiyo. Mimi nadhani tungekuwa tunahitaji pia kuangalia vitu vingine vya kusupport maisha ya nyumbani. Maisha ya nyumbani. Huo mtaji tunaompa tungekuwa tunamwambia 10% ya huo mtaji ni ugali wa nyumbani. Alafu hii 90% nayo baki ndio mkopo ambao utakiwa kurejesha mwisho wa siku. Ili asilazimike sasa kumega mtaji wake kwanza kununua shati au kwa ajili ya kununua chakula pale nyumbani. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo. Lakini elimu yetu pia ambacho cha msingi nikizungumza hata kule. Elimu yetu pia inatakiwa kuwa ni elimu ambayo inachungulia mahitaji yaliyoko kwenye jamii yetu. Yaani ni elimu inayotokana na tafiti. Kwenye jamii zetu kuna nini kinachohitajika sasa hivi? Ndio watoto wanafundishwa, ndio vijana wanajifunza hicho. Kuna nini kinahitajika sasa hivi kwenye hilo ni swala la msingi sana. Kwa sababu watoto wanatoka vijijini, kama mimi kule kwetu kuna vijana wametoka wanaenda kujifunzia welding, afu wamerudi wamekaa pale kijijini. Wanaojenga ni wachache, wanataka madirisha na milango ni wachache. Kwa hiyo unajikuta huyu amesomea kitu kizuri, lakini hapa alipokuja hakina soko. Ndio kama wale waliosomea umeme na wenyewe. Huku vijijini walikorudi hakuna mahitaji makubwa ya wiring, ya magorofa yanayojengwa huko ili wahitajike sana. Inakuwa si kitu kikubwa. Mwingine amejifunzia fundi garage, ni mtaalamu kutengeneza magari, lakini amerudi kijijini. Kumbe tungechungulia hivi tunahitaji vitu gani kwenye jamii zilizopo. Kule kuna bodaboda zinatembea. Hivi kwa nini tusiwafundisha hawa vijana kuwa ni wataalamu wazuri wa kuunganisha bodaboda, kutengeneza bodaboda ambalo ndio hitaji liko popote sasa hivi? Au sasa hivi kuna kilimo kwa mfano cha mboga kinahitajika mahali fulani.
Kwa nini vijana tusiwafundishe, tusiwape na mitaji, tukaweka na mazingira wakazalisha mboga? Yaani vile vitu ambavyo vinahitajika kwenye soko ndio vya kufanyia research. Kuliko maneno ufanyie research, ujue kuna kitu hiki kinahitajika hapa na ni soko endelevu, sio soko la kuisha kesho wala kesho kutwa. Ili kuingiza vijana anasema hapa sasa ndo ajira yetu, ndo maisha yetu yako hapa, na wataweka thamani kwenye kitu cha namna hiyo. Umeongea mambo mengi, yote ni mazuri, na naamini pia msikilizaji wangu unakubaliana kwamba ndugu Jonas amezungumza vingi ambavyo ni vizuri, ila moja nataka ulikazia zaidi. Nadhani katika vyote ambavyo umezungumza, hili linahitaji ufafanuzi sana, kwa sababu ukiuliza vijana wengi wamepewa mitaji, wamefeli na wamekimbia. Wengine hawataki hata kuonekana kwa sababu hawana cha kulipa. Wamefungua machinga huko, wamefurushwa, hawana cha kulipa. Sasa leo umeongea kitu kizuri mno kwamba tuangalie namna ya kugawa zile asilimia. Hii 10% labda kwenye pesa aliyopewa. Hii bwana ukafanya mahitaji, yakiwemo mahitaji yale ya msingi kama chakula, ikiwezekana na mavazi kidogo, kwa sababu ni vitu vya msingi. Wewe ukaenda sokoni unanuka jasho, watu watakukimbia. Hebu lifafanue vizuri hili. Unataka hii 10% nayo iwe bure tu, yani mtu kwa mfano ile halmashauri sana wanatoa ile fungu, ile iwe ni watalipa, mliweke vizuri ile, ama yani unataka kwa utaratibu upi? Mtu akupe tu 10% useme hii bwana ukale, halafu hii nyingine ukafanye biashara. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Na hapo nilikuwa naongelea upande wa serikali zaidi. Serikali ina mifuko mingi ya uwezeshaji wa wananchi. Kuna mfuko uko kwenye idara ya uwezeshaji kule kwa waziri mkuu. Wanao mfuko uwezeshaji wa wananchi, unaitwa hivyo. Kuna kituo cha uwekezaji cha serikali kiko pale. Lakini kuna mikopo ya 10% kwenye halmashauri. Na fursa nyingi za namna hiyo zimo huko serikalini. Watu tu hawazijui. Sasa hivi wamefungua mpaka benki ya ushirika, wanataka kufungua mpaka benki ya kilimo. Kote kule kuna fursa. Kwa benki ya kilimo maana yake ni benki na support wakulima, itawapa mitaji, italetea pembejeo, itafanya nini. Sasa nilikuwa nazungumza vijana wengi wanapewa mikopo, lakini changamoto kubwa ile mikopo unampa kijana ambaye tayari ni maskini. Haitawezekana aanze biashara akiwa na njaa. Sasa anaanza kununua unga na anaanza kujikuta 10% kubwa tu, sio 10 milioni niliyotaja. 10 nimetaja kama mfano. 10% kadhaa inaingia kwenye kuhudumia mahitaji ya nyumbani, alafu hiyo ndogo inayobaki inaanza biashara. Na ndio maana mara nyingi wengi sana wanakuja wanafeli, kwa sababu hatukukotoa gharama za uendeshaji. Ndio maana nikaa nasema kwenye mifuko kama hii ya uwezeshaji wa wananchi, au kwenye hii mifuko hizi hela za 2% kwenye halmashauri, hizo nikatamani iwekwe uwiano, kwa sababu hizi hela za wananchi zimetokana na kodi za wananchi, na wananchi wakirejeshiwa kiasi fulani kama ni iteje, ni jambo zuri. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa mfano katika ile mikopo ya 10%, ukipata mkopo labda 10% au 15% ya mkopo wenyewe ikusaidie kwenye matumizi yako ya nyumbani, lakini inayobaki labda ni 80-90% ya hela uliyopewa, hii ndio utakayokuja kurejesha. Hiyo ndio inaweza ikasaidia sasa kijana akawa na uhakika kwamba hela imekuja nimeweka, kwa sababu huo ni uhalisia. Tukatae tusikatae, uhalisia ni huo, kwamba mkopo anaopata sehemu fulani ya hiyo hela inaanza kuhudumia mahitaji ya nyumbani kwake. Sasa mimi nasema hivi, wakiweka 10% ya uwiano kwamba ule mkopo na yeye ni sehemu ya support ili biashara yako iweze kusimama, alafu tukampa muda wa kutosha. Sasa hivi anapa mwaka mmoja. Sasa hivi kwa mfano upande wa watu wenye ulemavu kule amelegeza kidogo, kuna wanaruhusu mpaka sometime hata miaka 3. Lakini hiyo ingekuwa ni sharti ambayo ingeapply kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kote, kwamba si mwaka mmoja tu, iwe miaka hata 3 au hata zaidi. Kwa sababu tuna haraka gani? Hizi hela zetu tumezichanga wenyewe kwenye kodi zetu, zinatusaidia sisi wenyewe, ili baadaye la hiyo pia ichangie kulipa kodi na wengine ndio waje wanufaike zaidi. Kwa hiyo hii mikopo iliyopo mimi natamani itazamwe iwe na jicho ambalo ni la kiuwezeshaji, sio jicho la kibiashara kwamba unampa mkopo leo au rejeshe kesho mwingine achukue. Iwe na jicho la kiuwezeshaji pale ambapo kuna challenge. Kwa mfano tunaweza tukasema unaona kwenye 10% hizi za vijana na wanawake ambapo tumesema wanapewa mikopo na hawana elimu yoyote ya biashara, wangeweza kusema wachaji hela zitafutwe kampuni zinazoweza kila mkoa uwe na kampuni 2 ambazo zimeainishwa
za kuwapa vijana, wanawake, watu wenye ulemavu mafunzo ya ujasiriamali, kuangalia mawazo yao ya biashara waliokuja nayo, maandiko ya biashara yale, na kuzilea biashara zao mwisho wa siku zitengeneze faida. Hivyo ni vitu tunaweza tukasema hii ni ile itokane na mkopo wenyewe uliopo huu au hela yenyewe iliyopo hii kwa ajili ya kutoa huduma hii, ili mwisho wa siku kuliko ilivyo sasa vijana wengi wanakimbia na watu wenye ulemavu wengi nao pia wanakimbia. Kuliko ilivyo marejesho ni magumu. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo kwamba mkopo unatumikia mambo mengi, hakuna muda wa kutosha kurejesha, hakuna support kama elimu na utaalamu wa biashara ili mwisho mikopo ile kutengeneza faida kama ilivyokusudiwa. Ni ndugu Jonas Rubago ambaye ni katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, kwa ufupi wanaita SHIVYAWATA. Tuko naye Dar es Salaam tukijadili suluhu ya changamoto ya ajira ambayo inaikumba jamii yetu ya Tanzania, huku vijana wakiendelea kutupa mawe kwa serikali kwamba haijawashika mkono kiwango cha kutosha, na ndio maana bado wameendelea kusikinika kama ambavyo Mwalimu Julius Nyerere alisema. Sasa tuangalie swala la elimu ya ufundi. Upo mtazamo na ulikuwepo mtazamo ambao mimi nimeukuta nikiwa kwenye makuzi yangu kwamba elimu ya ufundi ikiwemo VETA na elimu ujuzi nyingine ni kwa watu ambao hawana kipato cha kufika kupata degree, ama walioshindwa kabisa kuhimili ule mfumo wa elimu rasmi. Wanaona hata ufundi tu. Nini nafasi ya elimu ya ufundi kwa sasa, ndugu Jonas? Nashukuru sana. Nafasi ya elimu ya ufundi kama unavyouliza, ndio kama nilivyosema mwanzo kwamba elimu ya ufundi ni elimu ambayo ni tegemeo kubwa sana, kwa sababu kama tulivyosema, si rahisi watu wote waajiriwe maofisini, si rahisi watu wote waajiriwe kwenye makampuni. Haiwezekani, na huo uchumi utadumaa, kwa sababu huku pengine kwenye vitu vingine ni lazima pia wawepo mafundi, wawepo wataalamu wanaofanya vitu mbalimbali kwenye maeneo mengine tofauti. Ndio maana elimu ya ufundi. Kwa hiyo elimu ya ufundi ni nyenzo ambao serikali, ndio maana serikali inajenga hadi vyuo karibu wanataka kila wilaya sasa hivi iwe na chuo cha VETA, na viko vyuo pia vya FDC vya zamani, na kama nilivyosema pia kuna vyuo vya watu wenye ulemavu ambavyo viko nafikiri viko 6 sasa hivi, labda vitakuwa vingi tena baadaye. Lengo lake ni kuwapa watu study, kuwapa watu maarifa ya kuja kujiajiri wenyewe. Watu watengeneze viatu, watu watengeneze tissue, toilet paper, watu watengeneze njiti za kuchokonolea meno, watengeneze mashine, watengeneze mitambo midogo inayohitajika vijijini. Mimi na shamba kangu kwa karibu na mto, nahitaji kama mashine kakupampa maji. Vijana waweze kuingia unani mtaani watengeneze vile. Na kama mashine kangu kakuranda ambao kameharibika, nipate mtu wa kufix vizuri. Tunahitaji watu watengenezee viti kama hivi, na viti vizuri vishindane na vinavyotoka China. Vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ufundi study ni nyenzo ya kuwezesha taifa kusonga mbele, kwa sababu ni sehemu inayochangia mahitaji yanayohitajika kwenye jamii. Sasa elimu yetu ya ufundi, jambo kubwa ambalo inatakiwa kufanya kwa kweli kama nilivyosema mwanzo ni kufanya research. Hapa katikati uraiani huku palikuwa hapa na vitu vingi vinatengenezwa, si mara mabatiki, si mara sabuni za kunawa mikono hizi. Huko nyuma tulikuwa tunaagiza hivi vitu kutoka nje. Sasa hivi nafikiri sabuni nyingi zinatengenezwa hapa nchini. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu huo ufundi umeingia. Hiyo studies imeingia. Watu wana viwanda vyao nyumbani kwao, wanatengeneza sabuni za kusafisha vyooni, za kunawa mikono, za kufulia, za nini. Hiyo ni ajira tumetengeneza. Kwa hiyo tungependa kuona kwenye mitaa yetu tuna viwanda tudogo. Na mimi nadhani SIDO lengo lao la mwanzo walilokuwa nao la kushughulikia viwanda vidogo. Mimi nadhani wanatakiwa kuongeza bidii sana. Kabisa, kwa sababu hawa wanatakiwa kuwa na wataalamu wa aina mbalimbali, na ndio maana nimesema hata kama kuna utaalamu fulani tunaukosa, yani wasione shida. Unajua Mwalimu Nyerere zamani mpaka mashuleni sisi tumefundishwa na walimu kutoka Japani, wengine kutoka Marekani. Yaani alikuwa anafanya ubia na nchi zilizoendelea zenye teknolojia, wanaleta walimu wa sayansi, wa hesabu, wa nini. Unakuta mashuleni huko kuna watu. Sasa hivi sioni mwalimu wa kigeni popote kwenye taaluma yetu humu. Lakini ukweli ni huo kwamba zipo study tunazikosa ambazo ni za msingi sana.
Kwa hiyo watu kama wa SIDO hawa, mimi natamani wangekuwa wamejenga urafiki, au wangekuwa wanatembelea China kuona viwanda vidogo vidogo vilivyoko China, kwa sababu ndio bidhaa nyingi zinazokuja hapa, zile nyingi zinatokana kwenye viwanda vya kawaida tu kule China. Na Wachina wenyewe kwa sababu wana focus kwenye faida, ukifanya naye ubia, kuna vitu vingine mkafanyia huku, ukaiba teknolojia, ukazima teknolojia, ni rahisi kufanya hiyo kitu. Lakini SIDO hawatembei, hawaleti wataalamu wa namna hiyo. Hata kwenye vyuo vya VETA hivi wanatumia walimu wazando, maana anaishia tu kufundisha sio umeme, vitu vya kawaida hivi, sio kuranda mbao na nini. Lakini kuna study, mimi nakwambia kuna study, kuna vitu vingi vipya vinahitajika ambavyo ni lazima tuweke utaratibu, na iwe ni sera ya kitaifa kutafuta teknolojia hizi ziliko huko nje ya nchi zije hapa ili vijana waingie huko. Hiyo iwe ni sera ya kitaifa ya kutafuta teknolojia ambazo zinaweza kututengenezea bidhaa tunazohitaji kwenye jamii zetu, ili vijana wetu wajifunze, wawe na viwanda vya namna hiyo na walisaidie taifa lao. Zungumza mengi na tufunge sasa. Hebu niambie nini maneno yako ya mwisho, ya hasa tukijikita kwenye suluhu ya nini kifanyike kwa ujumla kuhakikisha kwamba hii changamoto ama mgogoro wa ajira kwa watu wote, sasa watu wenye ulemavu pamoja na makundi mengine, kuhakikisha kwamba kweli nchi yetu, huko nje tunasifiwa, tuna ardhi, tuna watu, lakini ajira ni shida. Hebu tuambie nini suluhu ya mwisho unaiona ya kumaliza changamoto hii ya ajira? Nashukuru sana. Tuweke nguvu sana kwenye sekta binafsi iweze kuajiri watu wengi zaidi. Tuweke nguvu sana kutafuta teknolojia kutoka nchi zingine, tunazitaja hizo China, Japani, Korea Kusini, India, ambao wako mbele katika teknolojia za kawaida, ambao wanaweza na viwanda vidogo vidogo ni maeneo ya majumbani kwetu. Tuweke nguvu kwenye kuwa na sera zinazosimamiwa vizuri, kama ulivyoona ile sera kwenye Wizara ya Kilimo ya Mheshimiwa Hussein Bashe, vitu vya namna hiyo. Tuweke nguvu kubwa sana kwenye mafunzo ya ufundi stadi. Tuweke nguvu kubwa sana kuwawezesha vijana wanapotoka kwenye ufundi stadi watoke na zana za kuanzia, watoke na mitaji ya kuanzia. Tuweke nguvu kubwa sana kurasimisha biashara na shughuli ndogo ndogo za hao wanaotoka kwenye vyuo vya ufundi. Tuwape certificate, tuwape usajili ili biashara zao na shughuli zao zitambulike kiserikali. Wao nasema kwa mfano kule vijijini wanatangaza kwa mfano tenda ya kujenga darasa, lakini wanasema awe ni mhandisi aliyesajiliwa, mwenye kampuni, mwenye nini, mwenye. Sasa kijana ametoka VETA, kampuni amesajili lini? Sasa wapeni vyeti, wapeni certificate ambazo zinawezesha kuomba tenda, na wapunguze masharti ya hizo tenda huko, kwamba vijana wenye ujuzi wakiweza kupata namna fulani ya kuwarasimisha wapate tenda zilizopo, manake vinginevyo ndo tunaenda kuendelea kuwanemesha wachache, alafu walio wengi wanaendelea kupata tabu. Yeah. Asante sana kwa muda wako ndugu Jonas Lubago. Na msikilizaji, tulikuwa na ndugu yangu Jonas Lubago ambaye yeye ni katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania, kwa kifupi inaitwa SHIVYAWATA. Nakushukuru sana ndugu Jonas. Asante, niwatakie kila la heri wasikilizaji wa RFA. Tuendelee kushirikiana katika mambo ya kuwasaidia vijana na kundi la watu wenye ulemavu hapa nchini. Asante sana. Na sasa tuhitimishe kwa maoni tena ya baadhi ya wasikilizaji hapa. Elbariki Nsenga, mjukuu wa Bibi Bora kutoka Igoma Mwanza, anasema suluhisho ni wahitimu kuamua kufanya kazi zilizopo katika mazingira yanayowazunguka na sio kusubiri kuajiriwa, kwa sababu kazi zipo nyingi tu mtaani, ila ajira za kwenye kiti cha kuzunguka ndio hakuna. Masai Mtavangu wa Kihanga Mufindi, mimi naona ajira zipo, lakini sisi tunasoma kivivu tukiamini kuna ajira hazipatikani. DJ Oi wa Gata Mwambora, mtaa wa Matozi pale Singida, ajira zinasumbua kweli, watu wamesoma hamna ajira, hasa waliosoma shule za serikali. Kwa hiyo serikali iingilie kati. Msafiri James kutoka Arusha, tatizo ni mitaala imekaa kinadharia zaidi kuliko vitendo. Kumbuka zamani mhitimu wa darasa la 7 aliyesoma shule ya msingi na ufundi stadi za kazi, sayansi, kilimo, sayansi kimu pamoja na somo la sanaa ndio waliojijenga na kuijenga Tanzania ya Mwalimu Nyerere.
Sombi Mtemi toka Mamise, Singida. Suluhisho la changamoto nchini ya ajira ni kila mwenye uwezo wa kufanya kazi asichague kazi ya kufanya au amesoma au hajasoma. Fabian John wa Arusha. Yatengenezwe mazingira rafiki kwa vijana wa Kitanzania ili iwe rahisi kwao kujipatia ajira, na serikali nayo ifikie hatua itoe ajira tu, kwani bado kuna uhitaji wa ajira hasa mashuleni, hakuna walimu na ipo wazi. Elia Hiera, fundi simu wa Mbinga pale Linda, Tanzania. Bado serikali haina sera ya kuwawezesha na kuzishawishi taasisi binafsi ziwe bora ili vijana wapate ajira. Pascal Bujimu wa Magoto, somo la ujuzi ama ufundi lianzishwe na liwe la lazima kuanzia shule za msingi hadi chuo kikuu. Wilbeth Beatus wa Dodoma mjini. Ni bora tufundishwe maufundi hata somo moja ambapo linaweza kumpa sehemu ya kuanzia, lakini masomo ya darasani pekee mzee ni kipengere kitaa. Asante sana wote ambao wameniandikia maoni na kwenye mitandao ya kijamii ya Dennis Mwasalanga na vile vile @Radio Free Africa. Mpaka hapo sina cha ziada kutoka Je Unasemaje siku ya leo. Tumemulika tena changamoto za ajira na tulikuwa na mgeni ambaye ni Jonas Lubago kutoka Shivyawata. Vile vile wewe msikilizaji, asante sana kwa kushiriki katika kipindi cha leo. Mimi ni Dennis Mwasalanga kwa niaba ya wataalamu wa IT pamoja na mtayarishaji mwenzangu Froza Muhando. Alamsiki, kwaheri.